Ye baba, bwana kwa udhamini wa Charity leo nakuletea bonga la bwana ili hapa linaitwa Drunken Master. Kabla ya kukuletea bwana ile la Drunken Master tunapata trailer hapa la Class Kung Fu. Bwana huyu babu ni Class Kung Fu, ni chizi wa machizi, yani katika Kung Fu amebobea kabisa. Huyu anafanya vitu vya ajabu kabisa. Angalia vimajibana anayofanya hapa, ise ni utali kabisa. Anatumia mikono yake kunyanyua vitu, anakusanya upepo na kupeperusha vitu kabisa kwa mbali kabisa. Bwana hii ni kitu sio kusimulia kabisa, usikose kabisa. Angalia huyu ni chizi kabisa, yani amesoma Kung Fu. Unafahamu wale watu ambao wanasoma kitu mpaka wanachanganyikiwa. Anaitwa Said Samon. Huyu ni Said, ni master ambaye alikuwa amedumu katika miaka kadhaa katika chuo cha Temple. Angalia hiyo madubwana, bonge la jebali ananyanyua kwa kutumia mkono, pesa kulishika. Lakini leo wakati yupo kwenye mazoezi yake, ghafla alitokea bidada huyu hapa anaitwa Nyamsumi. Huyu Nyamsumi ni master, ni mtoto wa master ambaye aliuawa kwa kisasi cha watu ambao walikuwa na hasira na ufalme wao. Leo hii amemtokea huyu, anamwambia sasa, Saidi, nataka nikuonyeshe, leo nimekuja kulipa kisasi. Saidi akasema, wewe mtoto mdogo, nimemuua babako alafu uje kunje. Alisahau kuwa kwamba huyu ameachiwa mikoba yote na baba yake. Nyamsumi basi akaanza kuonyesha mambo yake pale, akapaa juu bwana. Bwana vitu vingine unaweza kuhisi kama ni ndoto hivi bwana, lakini ni kweli hiyo. Angalia kitu mnafanya hii hapo, kitu mbaya kabisa. Kamtoa na moja hii hapo, akamwambia hiyo chafu, akaipangusa pale. Nyamsumi yuko vizuri. Tunamwona hapa Saidi ikiwa mpambana hapa, hizi zinaitwa power of Drunken Master. Akaanza ana nyuzi fulani hivi ambazo zikipita zikikuchoma sisi zinakuweka katika wakati mbaya. Bonge la kimbunga huyo. Nyamsumi yuko vizuri, akatumia hisia sasa. Anakumbuka baba yake kipindi fulani alimwachia mazoezi ya hisia. Unakusanya nguvu afu unatengeneza hype punch, inaitwa hype punch. Ukiachia ile bonge la bwana isemi hatari, chana majabali, kila kitu kilichopo mbele kinasambaratika kabisa. Bwana kazi inazidi kuonyesha madubwana hapa. Unaona huyu ni Class Kung Fu aise, bonge la bwana. Kusanya hiyo chupa moja ya moto hapa, sijui ni kibuyu, sijui ni mtungi wa moto, moja tupa hiyo moja kali hiyo, inaenda kwa Nyamsumi. Nyamsumi akaisomea lamani, moto unakuja sasa, ikikupata hii ni kweli umeungua. Angalia kitu kinachofanyika hapa, ni bonge la maajabu. Nyamsumi yupo katikati kabisa, akapisha yale mamoto yanapita, alafu mwenyewe bado amebaki hapa. Akamwambia hiyo chafu, tuma nyingine. Akamwambia nisikilize, mimi ni Kung Fu, Class Kung Fu Master. Kusanya tena nguvu hapa, kusanya kitu fulani hivi, upepo mkali, kusanya zile tatu, akazizungusha afu akazituma zote. Baada ya kuzituma, Nyamsumi akazitazama. Huyu anaanza kuzipokea na kuzipoza taratibu. Cheza hapo, achia hizo nyuzi hapo. Hatari kabisa hii hapo. Achia hizo nyuzi hapo, anazizungusha zikafungwa zile buyu zile ambazo zina moto. Akazizungusha zote kwa pamoja, zote tatu, alafu akazituma, akazirudisha hapo kwa Saidi. Saidi akazizuia, lakini zikamzidi nguvu, zikamrudisha mpaka nyuma. Saidi anaonekana kuzidiwa kabisa. Ndipo Nyamsumi tunamuona huyu hapo, piga moja teke, alafu mwenyewe anakuja kutoa kwa juu hapo. Tunamwona hapa Saidi yuko chini kabisa hapa, dalili fulani ya kuzidiwa. Nyamsumi huyu hapo kasimama hapo, hatikisiki wala ayumbi, yani yuko strong kabisa. Inaonekana huyu aliachiwa kabisa uwezo. Akamwambia sasa, zamu yako na kuteketeza kama ulivyomteketeza baba, na wewe na kuvunja vipande. Wasalimie kuzimu. Toa hizo sindano zake, ana nyuzi fulani vya kitoa, hiyo imepita hiyo. Toboa vibuyu vyote vitatu, hiyo jicho lile, maskini ya Mungu. Kula hiyo moja, hiyo sambaratika na vibuyu. Afu Nyamsumi yule kula kapa kule, shika tena, mvuta hivi, mlete karibu yake pale, anamchezesha sasa kama nini, alafu anakusanya hizo nguvu fulani zinaitwa power drunk, alafu na nyuzi zake akawa anaziachana, zungusha na mviliga huku na huku, kule na kule. Huyo baba anakusanya nyuzi zinamzuia. Hizo nyuzi usizione hivi, zikipita sehemu zinatoboa kabisa. Sasa hiki ni kifo cha mateso kabisa, huwezi amini. Nyuzi zikawa zimejikusanya nyingi, alafu mtoto wa kike kaja hapo akalala kama amepewa godoro la Dodoma hivi, au godoro la GSM. Ametulia hapo, alafu anamcheki babu kule Saidi anavyoteketea taratibu. Bwana ile bonga la picha, ulikuwa ni utangulizi kabisa wa kitu safi na kitu hiki hapo Class Kung Fu, na hiyo ilikuwa ni Drunken Master trailer. Tunarudi hapo sasa, tunaanza kuanza picha yetu yenyewe, tunaenda kuianza rasmi. Yasa, tunaendelea sasa na rubana hapa. Ndipo tunaona huyu kumbe ufalme wake bado alikuwa yeye ndo amemiliki baada ya kufa baba yake. Ndipo tunarudi hapa, tunaianza picha yetu rasmi wakiwa katika ufalme wao hapa. Huyu ni Nyamsumi. Ufalme wao ni huu hapa, ambao anakuja watu wengi sana ambao bado wanamsujudia na kumwabudu na kumheshimu kama vile ambavyo aliachwa na baba yake. Ndipo tunarudi hapa upande wa pili hapa ni Buza kwa Mpalange. Sasa hapa tukirudi Buza kwa Mpalange hapa tunamwona huyu Chali. Huyu Chali hapa ni bonge la Drunken Master. Linakunywa hapa pombe sio poa, lakini kunywa kwake pombe sio kwamba liko farafara, linapiga kweli kweli, yani lina uwezo. Lakini nimejituliza tu hapa. Kuna vitu ambavyo linaweka sawa. Alafu akatokea hapa huyu master huyu anaitwa Selemani. Huyu master yake anaitwa Selemani. Akamwambia kijana, nilichokufundisha unatakiwa ukifanyie kazi sana, kwa sababu kuna vita kubwa mbele yake. Na huyu kama nilivyowaambia, huyu anaitwa Master Selemani. Sawa, Master Selemani, na huyu kijana hapa ni Amos.
Amosi akawa anamwambia pale babu, akamwambia mimi niko vizuri sana na kazi ulizonipa nazifanyia kazi, mazoezi nafanya sana. Akamwambia unaweza ukapima kidogo uwezo wako? Akamwambia hapana, siwezi nikapima na master wangu, lakini ipo siku utagundua uwezo wangu, mimi niko vizuri. Akamwambia sikiliza kijana, ili uwe vizuri na unionyeshe kwamba uko vizuri, unatakiwa upitishe ngumi moja katika mwili wangu, na kama hutaweza basi wewe bado utakuwa ni dhaifu kabisa, una uwezo wowote ule. Kama uwezi kusaidia ndugu zako wala dada zako ambao wanakutazama kwa sasa, unatakiwa uwe makini sana na sio muda wote unakunywa hiyo pombe unatumia ukiwa unataka kufanya mazoezi, sawa? Akamwambia ndio master. Akamwambia Shiva, yes Shiva, hiyo ndio master. Akamwambia basi vizuri, unachotakiwa kufanya ni kuconcentrate kwenye mazoezi aisee. Akamwambia basi hii hapa master, na kukabidhi wewe mwalimu wangu. Teacher akaendelea kupiga pale mvinyo hapana. Kama unavyojua hawa China wakole pombe zao wanakunywa kwenye vibuyu, ni wine fulani hivi safi kabisa ambayo inatengenezwa kwa kienyeji, na ndio maana wanakunywa kwa misiri kama hii hapa. Basi akawa anapiga story moja mbili tatu hapa, akawa anamuelekeza maisha jinsi alivyo na namna ya kuendeleza utawala na kuwasaidia ndugu zake ambao kwa sasa wapo kwenye vita kubwa ambayo kwenda wasiweze kutokana na vile ambavyo vita ambavyo inatokea. Wakawa wanapiga story hapa na pale, akamwambia lakini kumbuka kitu kimoja tu, kwamba mazoezi ndio ulinzi pekee, na ili uimarishe afya yako unatakiwa kufanya hivyo. Chukua hicho kibuyu, akawa anampa zoezi hapo moja hapo. Wakati wanatoka pale kwenda kuangalia zoezi, akaona huku sister zake tayari wanapigana pale. Wakati wanapigana pale, kuna mambo ambayo yanaendelea hapo. Kumbe dada yake huku yuko Sikuzani na Sikujua huku wanapambana makali sana, na hii yote wanapambania ufalme wao. Hawa bado wapo kwenye vita kubwa sana. Akamwambia unaona, hawa ndugu zako bado wapo kwenye vita na wewe ndio kaka pekee ambao unategemewa. Sasa una vitu vikubwa sana ambavyo unatakiwa kufanya ili kuweza kuwasaidia. Kama utaboeka basi kumbuka kwamba utapoteza ufalme wako. Kumbuka na Nyamisumi anapambana sana kwa ajili ya kurejesha heshima na heshima ya utawala wenu. Sasa wewe mtoto wa kiume ukiboeka utakuwa unafanya vitu ambavyo sivyo. Akamwambia nimekuelewa master. Sasa unatakiwa uende ukawasaidie. Akamwambia sawa, leo itakuwa kipimo cha kuonyesha uwezo wangu. Ndipo anaenda kijana. Hiyo kwenye nenda yake tu. Unajua yes kweli hapa mkono upo. Huyu kijana ameiva, anasema yes, nataka unifundishie adabu, wasaidie dada zako Sikuzani na Sikujua. Mwamba huyu hapa anaitwa Omari. Omari ni fujo balaa blue, yani anataka utawala vibaya mno. Yani Omari yuko tayari kufanya chochote kile kwa ajili ya apate tu utawala. Sasa Sikuzani na Sikujua hapa wanaongea kwamba aisee, wakati kama wanataka kwenda hapo, kidume huyu hapa kaingia. Hiyo kimbunga yake tu ingia yake tu teketeza watu kibao hapo, alafu ametokea pale. Akamwambia wewe anacheka bana Amosi. Akamwambia Sikuzani, namwambia kaka umekuja? Akamwambia nipo hapa, nilikuwa natazama tu uwezo wenu. Anamtazama. Akamwambia huyu alikuwa anatuchezea sana, tulikuwa tunataka tumuonyeshe kaka, hivi vitu ni ndogo ungetuacha. Tukamwambia Sikujua tulia, mimi nipo tayari kupambana nao, nitawaonyesha. Tunamuona hapa huyu sasa bwana gaidi huyu anamwambia kwamba bwana ni bora ungeondoka nao dada zako mkaendelee kufanya kazi kuliko kuingilia hii vita. Akamwambia udanijua, akakusanya nguvu yake pamoja, hii inaitwa power, ungekusanyisha hapo. Jamaa na mpanga yake moja hiyo. Kitu alichokutana nacho mwenyewe hajaamini macho yake. Akamwambia mtu, ina maana sasa umeiva, una nguvu za kutosha? Akamwambia bado hujasema na mpaka utasema. Twende hapa game on, tupambane. Onyesha uwezo wako, nionyeshe uwezo wako. Akamwambia sawa, twende hapa sasa tupambane. Ndipo tunarudi hapa kwenye hii kasiri hapa, tunaona watu wakiwa juu hapa na bendera zao kwamba kuna plani za vita ambazo wanazipanga hapa. Wanapanga plani zao za vita hapa kwamba wanataka kuvamia utoazi utawala. Ndipo tunaona kuna furugu ambazo zinaendelea huku. Sijui ni kitu gani, kuna watu wanavamia, wanajaribu, inaonekana ni wale watu ambao walikuwa wanapanga plani za kuvamia. Wanang'ang'ana kuingia ndani, lakini ghafla anatokea mtoto wa kike anamwambia, hebu subirini. Mna shida gani hapo? Mbona unafanya ndio? Yani Nyamisumi anajiamini kweli kweli, anamwambia hebu subiri tuongee kwanza. Sio mnakuja tu hapa mnaanza kuleta fujo. Mnajiamini nini mpaka mnaingia kwenye utawala wa watu afu mnaleta fujo? Wewe mambo mengine mnatakiwa muwe mnaongea kwanza. Sio mnakuja tu hapa mnaanza kuleta fujo. Mnataka nini? Wewe unataka nini? Nakwambia wewe mtoto wa kike wewe. Wewe mtoto wa kike wewe, wanaume wanaongea hapa. Wewe bwata nini hapa? Unataka kuongea nini? Nakwambia wewe nisikilize wewe mtoto. Akamwambia wewe mtoto wa kike, hebu kaa kimya. Tunapoongea na watu wazima wewe jaribu kukaa kimya. Naongea na wa kiume. Akamwambia wa kiume, kwa nini mnanichukuliaje sisi? Akamwambia wewe acheni kumdharau dada yetu. Akamwambia wewe sikiliza, waonyesheni kazi. Akafungua sasa ikawa anafungua huko, anakuta kumbe kuna vita ambayo huku bado inaendelea. Watu wamekaa hapa, mtu yupo mtu kati. Hao wamekuja tena huku baada ya kutoka kule hawajalizika, wamekuja. Hizi ni falme tatu tofauti kabisa. Ipo hii ambayo inaongozwa na bwana Omari,
Tunarudi hii tena familia ambayo inaongozwa na bwana Saidi, mtoto wa kike mwenyewe aibu imemshika. Anabaki anatazama tu, kakake yupo kati hapa. Sasa huyu ndo jemedari lile ambalo lilikuwa linapigana kwa. Afa anatoka hapa bwana mwenyewe hapa, huyu anaitwa Sefu. Huyu ni hatari yani, huyu Sefu ana mkono anapiga ile dunia ya 7. Lakini ni kaka yao. Anatoka hapa anauliza, ni kitu gani ambacho mnataka katika maisha yetu? Na kwa nini hamwishi kutusakama? Nakuja mara kwa mara, ni kitu gani ambacho mnataka? Alafu wanafunzi wale wakatoka wanataka kuliamsha. Nyamisi akawazuia. Ambia tulieni, acheni fuji. Mwacheni pale, yupo kaka Amos pale, kuna kitu anafanya. Maana yuko vizuri. Akamwambia, sasa sikiliza. Hapa tunachohitaji ni mmoja wenu ajitoe sadaka ili tuweze kusamehe ufalme huu baki kwa salama. Hicho tu. Tofauti na hapo hatuwezi kufanya kitu kingine chochote kile. Ina maana hapa damu itamwagika. Wote watakufa, waliokuwa na hatia na wasiokuwa na hatia. Ndipo bwana Amos akasema, mimi niko tayari kujitoa sadaka na nipo tayari kumwaga damu yangu ili ndugu zangu na ufalme wangu baki kwa salama. Akamwambia, haya, hii hapa ndo hati, kama unaweza fanya basi kile ambacho kinatakiwa kufanyika, na kama uwezi basi tuanzishe hapa vurugu, damu imwagike hapa, kila mtu ajishuhudie machozi na kila kitu hapa kitaharibika sasa hivi. Akamwambia, wewe fanya maamuzi mapema, hatuna muda wa kupoteza. Atoka hapa kaka mkubwa huyu bwana Aidani anasema, mdogo wangu usifanye hivyo kwa sababu bado watu wanakupenda na bado wewe ni mdogo sana. Wacha sisi wakubwa tutafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Akamwambia, niko tayari kufanya chochote kile kaka, ili mradi tu kila kitu kikae sawa. Mimi nipo tayari kumwaga damu kwa ajili ya familia yangu baki salama. Nampenda sana dada yangu, sikujua na sikuzani. Wao ndo kila kitu katika maisha yangu, na wapenda sana. Nipo tayari kuwaona wakiwa wanaishi maisha ya furaha, lakini mimi niteseke kwa ajili yao. Huyu Nyamisumi akawa anaumia, anasema, kaka unafanya nini? Akataka kwenda pale. Hakuna mtu alimzuia kaenda. Anamwambia, kaka haiwezekani kufanya hivyo. Kwa nini ufanye hivyo? Sisi bado tunakupenda. Huyu Nyamisumi ana wenge kweli kweli yani. Anamwambia, kwa nini ufanye hivyo? Kichizi mmoja hapa akatoka, huyu ni mwanafunzi wao akatoka. Akamwambia, hakuna kufa mtu hapa. Piga tofali moja hapa. Akamwambia, kwa nini yake ni nani? Mwalimu unataka nini? Hapa huu ni himaya yetu, hakuna kitu chochote. Watu wakapata nguvu. Nyanyua mapanga pale, anataka kupigana. Kengele ikagongwa pale, vita hiyo sasa inaenda kuendelea. Upepo kavuma pale. Upepo kivuma kama vile ni ishara mbaya. Hii ina maana ni teacher yule Crazy Kung Fu Master, mwalimu wa walimu anatokea. Na yule bala lake wenyewe analijua. Kwanza wakapata kitetemeko hapo Charles. Mapanga yote chini, watu sombo, kuna upepo, mapanga yote hivi. Naashiria kwamba anakuja hapo mtu Crazy Kung Fu Master. Huyu ina maana Kung Fu amesoma mpaka ikampagawisha. Si mwingine ni yule babu la mababu. Huyo dakika mbili wote wanastuka kumuona huyu hapa ametua. Shivo wanaenda mbele, ni wote wanamwamini, wanamjua kweli kweli. Wote tu sauti yao, kwa sababu vurugu ya huyu mzee hapa hakunaga mtu ambaye anaweza zuia hapa. Akiamua kitu chake akamwambia, sikiliza, maugomvi, kumwaga damu, hayo mambo ni ya zamani, yalishaisha. Sasa kwa nini bado mnaendeleza vita ambavyo havina mwili? Akamwambia hapo, akamwambia, Shivo, tunachotaka tuachie huu utawala. Tofauti na hapo hatuwezi kumuelewa mtu yoyote. Bwana Amos akaangalia, akatafakari, akasema, kwa nini watu wamwage damu? Wakati huo mimi tayari nimeshajitoa na ninaweza kufanya hiki kitu. Sasa ni bora mimi niteketee ili niwache watu wakiwa katika amani na upendo. Kwa nini nifanye hivyo? Akamwambia, huyu bwana Said bado ana huchu na muda lake. Akawa anatamani tu kuona damu inamwagika hapa. Ya mzee yupo kama boya hivi ukimtazama, alafu anaongea kabisa kama mtu ambaye hajui chochote kile. Lakini baadhi ya watu wanajua balala hapa, ikiwepo huyu bwana mkubwa hapa, bwana Sefu. Anajua balala huyu mzee, anajua kilianzisha hapa. Dakika mbili tu hapa kinageuka buchi hapa. Akamfuata mdogo wake hapa, akamwambia, bwana mdogo, acha kufanya hicho unachotaka kukifanya. Acha sisi tutamaliza namna gani, tunajua kitu cha kufanya. Maamuzi yako naomba uyabadilishe. Kumbuka yupo mdogo wako hapo Nyamisi. Umeona? Anakutegemea sana Nyamisuni. Kwa hiyo hebu kwa nani? Akamwambia, kaka mwambie basi huyu, mbona hataki kunielewa mimi? Mimi namwambia kaka aache basi, na wanafunzi wote kwa pamoja akamwambia, kaka tunakutegemea Amos, usifanye hivyo. Mzee naye akawa anatazama tu. Kumbe mzee kuna kitu ambacho anapima, kwamba anapima huyu kijana na upendo wa dhati, nikimpatia nguvu yangu, maulisi yangu, anaweza kuwalea wadogo zake au atakuwa na tamaa, anaweza kujiunga na majangili au atakuwa vipi? Akamwambia, nilichokipanga kinatoka ndani ya moyo wangu na siwezi kubadilisha. Piga hapo punch moja hapo, kusanya nguvu moja hapa. Bwana hiyo kitu anatengeneza hapa ni Dragon Master first finger through 1 touch. Anasema tengeneza hii hapo, piga moja ya kichwa bwana, hii lazima utapike. Yaani hii lazima utapike moyo. Pigwa moja takatifu sana. Nataka kwenda akamzuia. Tulia wewe Nyamisumi. Kaka, lakini kwa nini mnamwacha anaonea hivi? Kwa nini mnamwacha hivi? Anataka kujua. Akamwambia, wewe mpuzi wewe Omari, nitakufanya kitu kibaya sana. Akamwambia, tulia Nyamisumi, hii vita
haiwezi kumalizika hapa, tulia taratibu, tutaienda. Sefu anaongea, akamwambia mdogo wangu, ni maamuzi gani ambayo unachukua haya? Kwa nini unafanya hivyo? Ungeacha hivi vita, sisi tunajua namna gani ya kupigana. Nataka kwenda pale. Bwana Omari akamzuia, akamwambia wewe tulia hapo hapo, acha hivi vita ya watu wazima, nimesema lazima damu imwagike hapa. Mzee katazama, kaona kijana atapotea, uruka moja hivi. Nikwambia mzee ni Crazy Kung Fu Master. Kwanza hiyo pepo yake kimbunga tu watu kule. Angalia anaposhika hapo, kama ameshika kanguo tu fulani hivi pa naye. Kwanza toa distance 350, alafu akatua mtoto akamkalisha, alafu akamwekea mkono. Angalia manguvu anamiminia hapo, anampa power. Hiyo ni power energy ni hatari, so energy ya Mo au ya nani huyu nani sema, hii ni Mo, hii ni power energy, yani energy, nguvu kweli kweli. Tia nguvu. Unaona bwana Omari analalamika, "Baba mzee, kwa nini unampa nguvu huyo? Ina maana sisi wengine hujatuona." Kaambia, "Nilikuwa napima na kutazama ni mtu gani ambaye atakuwa sahihi kuweza kuwalea wadogo zake. Sasa wewe una uchu wa madaraka, nikikupa utafanya mambo ya kijangili. Huyu ndio mtu sahihi, anapaswa kupewa hizo nguvu kwa sababu ana moyo wa kishujaa na anaweza kujitoa kwa ajili ya wadogo zake. Sasa ninamlisisha mikoba yangu yote na atakuwa ni tishio na bonge la mtu ambaye anaweza kusaidia falme na Shaolin ataenda kuziokoa zile zilizoteketea na kuteketeza." Angalia kitu anafanya hapa, sasa anampa nguvu mpaka Chalia ananyanyuka, yani anapaa hewani hivi anapokea hizo nguvu zinaingia hapo. Ni balaa bro. Huyo Chalia kisha akafumbua macho, nguvu zimeingia, nguo yenyewe inataka kuchanika yenyewe, katua kwa mwanaume. Alafu anajishangaa, nimekuaje? Tazama hivi, anamwona Shifu mbele, akampa heshima yake. "Heshima yako mwalimu." Mbea, sasa umekuwa ni mtu mwenye power na unaweza kusaidia wadogo zako na kuokoa falme zote pamoja na Shaolin zote ambazo zimefungiwa. Hiyo ndio jukumu lako. Kisha anaingia ndani, kisha gageukia akamwambia, "Na nyie hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kumgusa huyu. Sasa kaeni mbali. Hiyo vurugu yake hapa hamna mtu ambaye atakuja kuamini." Wote wakawa wanajilaumu pale, "Kwa nini umefanya hivyo Shifu? Shifu unakosea Shifu." Anambia kaka mkubwa mwenyewe anarudia maguvu aliyopewa pale dogo mtu, akasema nikikisanga sasa siwezi kufanya chochote kile hapa. Tunarudi hapa sasa, tunaachana na kule Buza, tunakuja hapa. Hapa ni Mwenge Dar es Salaam. Tunaona hapo kuna mtoto mmoja mkali anafanywa massage. Sijajua anatokea katika falme gani, lakini anafanywa massage, afu iko na dharau vibaya mno. Unatazama hizo mtu ambazo anafanywa massage na gonga mwili wake pale na vitu vidogo, alafu anamshika, yani kama wa kiume, alafu ana dharau fulani, alafu bonge la pisi. Ukiangalia ni mtu kweli, yani mtoto kweli, mtoto ameshiba, mtoto kiasi, mtoto laini ka chips yai, mtoto amelainika, mtoto ana kipele, ana chumusi, mtoto yuko soft, yani beautiful. Umeona? Alafu mtoto amewekewa hapo shisha kwa mbele hapo. Angalia shisha anavyoifuata kwa mapozi, yani ice. Dadadeki wala mtoto angekuwa Tanzania ningeoa. Angalia anavyovuta hapo taratibu, yani hana pressure na nini, yani taratibu, yani hiyo anavuta afu anaachia bonge la moshi, yani aisee. Huko massage inaendelea taratibu, anafanywa massage huko konkizo zinavutwa hapo, alafu taratibu anawekewa kidasha kingine hapo, mtoto endelea kuvuta. Tunarudi hapa upande wa pili hapa, tunakuja hapa sasa. Hapa ni Mikocheni hapa, Mikocheni B nje hapa Under Clouds. Tunamwona huyu yuko hapa master huyu anaitwa Amol. Huyu Amol yuko na pisi moja hivi matata sana hapa, wakawa wanapiga sodi na wapenzi. Akamwambia, "Unajua maisha yanazidi kubadilika, alafu vita imekuwa ni nyingi sana. Sasa mimi siwezi kupigana tena vita kwa sababu maisha kila ninavyomwaga damu za watu zinanisuta. Sasa kwa nini tusiishi maisha yetu tu yenye utulivu, amani na upendo kama hivi tunavyoishi?" Unaona mpiga sound mtoto wa kike, na mtoto wa kike naye lahini kweli kweli. Anamwambia mtoto wa kike anaitwa Tabu anamjibu kwamba, "Amuli, mimi niko tayari na niko tayari kukuunga upande wako kwa kila kitu ambacho utakisema. Sasa kwa nini mimi nikupinge? Kama umeamua hivyo basi tuishi hivyo. Na sasa tunawezekana vipi tukaishi hivyo wakati wewe unajifahamu kabisa kwamba familia zetu muda wote ziko busy kupigania maufalme? Tutaishi vipi?" Amuli akamjibu akamwambia, "Wewe si uko upande wangu. Sasa mimi nataka tutoke tofauti, tutoke nje ya ufalme, tukaishi maisha yetu kwa mapya. Kuna baadhi ya gold nitazichukua ili tuendeshe maisha yetu huko tunakoenda." Nikawa namtazama, anamwambia, "Lakini una uhakika na hicho unachokisema kitutuletea shida huko tunakoenda? Maana unafahamu baba yako namna alivyo, usije tukaambulia tukifo." Kumbe usijali, niko na nguvu ya kutosha, pia kuna gold ambazo nitazichukua ambazo tutaendesha maisha yetu huko tunakoenda. Naomba una uhakika tunaweza tukaenjoy kweli? Naomba usijali kuhusu hilo, ile niachie mimi. Sawa Tabu. Akawa anamshika pale, ishara ya kumainisha, kumtoa wasiwasi. Mshika sema iko na dharau hii Amuri. Anamwambia afu bonge la pisi, yani amepata bonge la pisi afu anaita dharau kama hizo. Kumbe nisikilize mtoto wa kike,
wewe upo kwa ajili yangu, kwa hiyo fuata kile ambacho nakwambia, utakuwa sawa, usijali. Na ile familia ile mimi nahitaji kuisambaratisha, lakini sio kwa sasa. Kwa sasa nahitaji kwenda kutulia, kupata tulizo la moyo nikiwa na wewe uko mbali. Sawa? Kama sawa, basi jiandae kwa muda wote linaweza likatokea hiyo. Hao wenzetu wanapata bonge la mtoto, ili bonge la pisi, alafu ametulia hivyo. Sasa tabu hapa tunamuona nani? Amekuwa katika chumba fulani hivi. Kumbe ni pale kwenye chumba fulani hivyo, kwenye chumba ambacho kina mizigo ya kutosha. Na maana mizigo sio mizigo tu kama unavyofikiria. Hizo ni gold hizo. Hiyo ni pesa hiyo. Akawa anamuonyesha hizi mali zote ni za kwetu na tunamiliki wenyewe. Sasa wewe unataka nini zaidi? Mtoto wa kike anainuka pale, amini macho yake. Kumbuka mtoto wa kike ametoka kwenye familia asiyo ya kitajiri, lakini Amul alitokea kumpenda sana kwa sababu huyu alikuwa na falme yake, lakini falme yake ilipigwa vita kweli kweli. Baada ya kupigwa vita, sasa Amul akasema huyu binti asiuawe, anahitaji kuishi naye, na ndio hivyo ilivyokuwa mpaka sasa yuko naye. Anamwambia, tazama, hizi mali zote wewe ni haki yako, kwa sababu wewe nilikuacha mwenyewe kwa mpenzi wangu wa dhati nikiwa nakupenda. Sasa usiwe na wasiwasi wala usiwe na uoga, na kumbuka tu ya kuwa nakupenda kweli, na ndio maana uko hapa mpaka leo. Hebu pokea mzigo kama zawadi na ishara ya upendo wako. Hii ni hati ya kila kitu, na ni kweli ni hati ya kila kitu ambacho anakimiliki jamaa, ambacho amekabidhiwa katika ufalme wake. Anamkabidhi mtoto wake. Mtoto wake anasoma, amini macho yake, sema ina maana huyu jamaa ni kweli au ananitega? Maana kama sielewi, lakini ndio kweli wenyewe. Dada akawa anasoma pale mpaka anachanganyikiwa, yani anasema ina maana hivi ni kweli Tabu ninaenda kumiliki haya mambo, hizi falme na hizi mali zote, au huyu jamaa ananitega? Lakini ndio kweli wenyewe, anatazama mali namna zilivyo. Tunaondoka hapa, tunatoka sasa Mikocheni B Dar es Salaam, tunarudi hapa sasa. Hapa ni Moroko. Huku Moroko huku sasa kuna baridi sana huku. Tunaona huku Moroko ndo kule ambako anapatikana sana yule kijana ambaye anapatiwa mafunzo na yule Shivo. Inaonekana hapa ana appointment ya kukutana na mwalimu wake, akawa anamuita hapa kwa kupuliza hii filimbi hapa, na anajua akipuliza lazima atakuja. Akawa ana refresh mind hapa taratibu, huko anakumbuka mafunzo aliyopatiwa. Unajua hao wanavyopiga hii ghafla akatumia hiyo kitu hii hapa. Angalia hisia hiyo, sikio hiyo, migusa akadanchi hapo, kapaa hiyo moja hapo kaitachi. Huyo ni teacher, huyo ashakuja hapo, isepa minoga mamiva. Usiombe sasa, huyo teacher akamwambia, sasa ninazo kete za kukufunzia leo. Leo utapigana na hizi kete hizi hapo. Akamwonyesha hizi kete zote inabidi ucheze nazo. Pigia kete kama zote hapo. Ni bonge za kete, angalia sasa namna anavyocheza navyo. Huyu ni Amul. Angalia sasa hizo anazitouch hapa, anazipangua, anazikwepa, anaziescape hapo taratibu. Mwanaume usha fimbo juu anacheza naye, anadunk kama nyani. La sana hivi, natamani niende China nikajifunza ya mafunzo. La sana, anatouch hapa, anazipangusa hapo, hizi hapo anazipangua zote. Akamwambia teacher, hiyo chafu lete zingine. Afu akaganisha fimbo hapo mwanaume, afu akaituma. Teacher akamwambia akaidaka hapo kabla hajaje kwa teacher. Katuma hizi hapo 4 za moto fire. Mwanaume hizi hapo akaziingiza kwenye ndani yake. Moja hii hapo inakuja ya uso, nyingine hiyo hapo, angalia alivyotanchi hapo. Wow, inala sana. Angalia hiyo hapo, tuma zingine hapo. Amul akadanchi hapo, kazikwepa hapo, akaenda kudance pale. Dance tena hapo, zipangusa zote. Chafu. Angalia anavyozikataa hizo. Nakataa hapo mpaka teacher mwenyewe akasema yes. Sasa mwanaume ameiva. Huyu hapo anakataa hapo ya mwisho hii hapo, ana dance na kibuyu chake. Hii bwana inaitwa Crazy Kung Fu Master. Yani ni wale watu waliosoma Kung Fu mpaka wanapagawa. Yani unachanganyikiwa, yani unaweza kununua chochote kwa kutumia Kung Fu yao, unaweza kutengeneza maji kutumia kwa piga hiyo moja ya mguu hapo. Kama anataka kwenda chini, mwanaume akamwonyesha teacher hiyo chafu, alafu nimeidaka hii hapo. Akaileta hapo, isafirishe. Alafu angalia mwanaume alivyogeuka hapo, anatua chini hapo namna hiyo. Akamwambia teacher, hiyo chafu leta nyingine. Teacher yes, anasema. Sasa kijana ameiva. Angalia hapo, teacher akasema hakika umeiva. Sasa kuna hizi za mwisho hapo. Teacher akatengeneza tena kombolo la mwisho. Hii hapo, piga moja kwanza hiyo. Unajua kabisa hiki kitu ambacho kinaenda hapo ni hatari. Tengeneza kimbunga hapo, hiyo ni barafu hii, tengeneza hapo. Alafu anachia ile kombolo ile hapo. Tap, mwanaume kwanza linamsogeza hapo. Piga 2 hizi hapo. Mwanaume akatengeneza hapo, vuta hisia, alafu akamata ile fimbo. Hiyo dude inabidi ipite hapo. Angalia hapo alivyoitegea. Hiyo chuma inapita, lakini kwa jinsi ilivyokuwa kasi, sidhani kama ataweza kupambana naye. Hiyo mwanaume akajituma hapo, huyu anaenda
chuma hii hapo ikapita kabisa katikati ya tobo lile pale kwenye ile fimbo aliyoshika, lakini angalia ilivyokuwa na nguvu, ikachana. Mwanaume ikamkusanya ikamzidi nguvu hapa, maana teacher alikuwa ametumia power ya kutosha hapa. Sasa baada ya kutumia power ya kutosha, teacher akaona huyu mtoto anazama chini, anaenda chini, kuna maporomoko makali. Teacher akapapa pale kwenda kumsaidia pale, ghafla tunaona ashamsaidia huyu, ametua. Dogo Hoi anashuhudia kile kitu ambacho amekiona, anasema teacher kweli bado ana uwezo wa kutosha. Huyu teacher ni noma. Selemani ni noma sana. Yaani wanaendelea hapo, tunamwona teacher amepoa pale. Akawa sasa baada ya mazoezi sasa, angalia sasa mzetu anachokifanya. Bonge la kuku hilo. Unakula kuku hapa. Teacher na mwanafunzi wake anamwambia kula sana kuku kwa sababu huyu anaenda kutengeneza afya yako kwa strong. Baada ya mazoezi unatakiwa ule ushibe ili mambo mengine na akili nayo pae sawa. Ukumbuke darasa yote niliyokufundisha na kila kitu, sawa? Maana wewe ndio unakutegemea kwenda kukomboa na kwenda kufungua tempo zote zilizofungwa, na ndio maana nakutengeneza. Mbona sawa? Ila usisahau kuwasaidia dada yako Sikuzani na Sikujua. Wako busy sana kupambania ufalme wako. Kwa hiyo wewe pekee ndio mtu ambao unakutegemea. Kaka yako yuko na uchu wa madaraka, kuna vitu ambavyo anatamani akamilishe yeye mwenyewe, ndio maana mimi namtenga sana. Ila wewe una akili na unaweza kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kukulisisha nguvu zangu na kukupa mafundisho ya kutosha ili unakoenda ukapambane kisawa sawa. Niambia sawa sana Shivo. Akapiga 5 pale, akampa ile mtungi ile pale, wanapiga wine pale. Hizi ni wine za kienyeji ambazo wanatengeneza wenyewe kijijini kwao. Wanapiga vitu kama hivi hapo, ishu inaenda safi kabisa hapa. Sasa usiome, yani mambo ni buki, ni mambo ni wanakula hapo safi kabisa, yani mambo yanaenda fresh. Nikamwambia wewe kula taratibu, mbona unakula kama hivyo? Unapokuwa na mwalimu wako unatakiwa kila kitu unachokifanya uwe na heshima, sawa? Hebu angalia kwa nini kuna nini. Nikamwambia yule supu ya siku nyingine, lakini nimemtamani. Nikamwambia acha ujinga, ile supu ya siku nyingine kula kuku. Wakawa wanaendelea kula kuku hapo. Wakati wanakula kuku hapo mambo yanaenda safi kabisa. Naendelea hapa na mambo mengine. Tunaona huko upande wa pili tunaona akadada aka nikale Sikujua. Sikujua bana yupo huko, amekuja kinyemea na Sikuzani. Sasa amekuja huko, sijui anatafuta nini tena huko polini. Sasa wadada hawaishaji yani matatizo, kutafuta matatizo kwa sababu wanajua yupo mtu wa kuwasaidia, basi muda wote wanalianzisha vurugu tu. Wako polini huko, sijui wamekuja kuchimba dawa, sijui wanatafuta nini. Maana unajua wa chini ni wazee wa dawa za mitishamba, watumiaji sana wa dawa za mitishamba. Kwa hiyo waona sehemu kama hizi wakiwa wanatafuta majani fulani hivi au viungo fulani vya kwenda kutengenezea wine ni kawaida. Kana wanapewa story. Lakini kaka siku hizi anaonekana na uwezo sana. Sijui nani kamfundisha huyo, kama Shivo ndo kamfundisha. Shivo kamchagua kaka. Unakuja huko bado wanaangalia mazingira, vitu kama hivi hapo. Kama njoo uone. Kuna kitu nimekiona hapo. Mbona kitu gani tena? Njoo uone, kuna kitu nimekiona kizuri ambacho kinaweza kukupendeza. Alafu hii itakuwa ni zawadi kama utampelekea mpenzi wako. Unajua unampenda sana mpenzi wako. Alafu ukimpelekea kitu kama hiki atakuwa anafurahi sana. Akamwambia sitaki mambo ya mapenzi sasa hizi kuzungumzia. Unajua tupo kwenye vita kubwa sana na huko tumekuja kumwaga maji. Haya, wanamwaga maji. Kama mwagilizia sijui nini, anaona kama amepagawa hivi. Unajua kina Sikujua na Sikuzani wana mambo ya ajabu sana. Akamwambia alafu sikiliza, tunataka turudi nyumbani mapema sana, manake kula hatujamwacha mtu ambaye anaweza kusimamia na kulinda familia yetu. Akamwambia lakini kaka si yupo, mbona unapenda kujipa pressure kwa vitu ambavyo kaka yupo? Anamwambia kaka yako yuko busy sana. Huku tunashuhudia tena, tunamwona huyu nani tena? Huyu anaitwa Dori, akawa anapiga zake pale kinanda. Ni mtu ambaye anaumizwa sana na mapenzi. Sasa anapiga kinanda na mkumbuka mpenzi wake hapo. Wakati anapiga kinanda, naona Sikuzani hapa amekuja na Sikujua kile kinanda kimewavuta mpaka mahali hapa. Wakawa wanasikiliza wote kinanda kwa pamoja. Ni sehemu ambayo imetulia na ufukwe mzuri. Kwa hiyo wanasikiliza kile kinanda huku ukiwa wanafarijiana baadhi ya matukio ambayo washakutana nayo, kumbana naye. Kwa hiyo kila mtu anampa pole mwenzie na kupeana moyo kwamba waendelee kupigana. Bana, hiki kigongo kinaitwa Drunken Master. Usisahau kwamba mitamoni hapa sauti kali unaipata kutoka kwa Chata TZ au Chata Plus. Hapa ndo nakuletea sauti kali kabisa Chata Plus uweze kuenjoy katika kigongo hiki hapa safi kabisa. Huku ni Olduvai, mabonde fulani hivi ya tukirudi hapa tunaona tena anaendelea. Alafu amekutana na Amon. Amwambia sikiliza sister, huko sio sehemu nzuri ya kuja mara kwa mara kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha yako. Alafu ukizingatia wewe mwenyewe unawinda muda wote. Kwa hiyo mimi nadhani sio vizuri kuja sehemu kama hii hapa. Sababu utakuja kujitafutia matatizo ambayo sio ya lazima. Alafu sio kama kila sehemu ambayo utakuwepo mimi nitakuwepo kwa wakati kwa sababu bado niko na mazoezi na teacher wangu bado anahitaji kunipika sana. Kwa hiyo ni vyema ukatulia nyumbani ili uweze kufanya shughuli zingine. Tunamwona huku Amuri yupo bado kwenye maporongo huku
amewaka zake moto hapa, anaendelea kufanya vitu vyake. Shifu akawa amelala pale anamhadithia hadithi za zamani kabisa. Akamwambia, unajua hapo zamani babu zetu walikuwa wanajituma sana. Kuna baadhi ya Shaolin zilikuwa zina mamaster wazuri kabisa, lakini alitokea mtu mmoja mwanafunzi ambaye alipikwa katika Shaolin 3. Alipikwa Shaolin 3 na wanafunzi na walimu tofauti. Kwa hiyo baada ya kupikwa akawa na uwezo zaidi ya mara 10 ya Shaolin zile zote, zaidi ya wanafunzi wote. Kwa alichokifanya, alipanga safari ya kwenda kupiga wanafunzi wote na kuzifungia zile Shaolin. Alitekwa na gangster moja ambaye alikuwa analipwa pesa nyingi sana, ili kitu ambacho kilisababisha akafunga Shaolin zote na kuwaua walimu wake ambao walikuwa wamemfundisha. Basi story jana ikawa imemhuzunisha kweli. Akasema, ama kweli kuna watu hawana fadhila. Umemtengeneza mtu kwa ajili ya ulinzi, alafu huyo ndo anaenda kuharibu ulinzi wa nchi. Ngambia hivyo ndio jinsi ilivyokuwa. Tunarudi huko tunamwona Nyamisumi hapa. Huyu Sikuzani pamoja na Sikujua. Hao ni watembezi kabisa, yani hawajarudi nyumbani, tu wana danki tu kule polini. Ghafla na yule mpiga kinanda akasema, sasa inatosha, inapaswa tuelekee nyumbani. Nikamwambia sawa, lakini kwa nini upo huko, ulikuja huko peke yako? Akamwambia, unajua mapenzi ndio yanatuumizaga, kwa hiyo nilikuja huko kufanya hivi na hivi. Kakao ni akawa ametokea hapa. Akamwambia, sasa mnapaswa mwende nyumbani, hii sehemu sio mzuri sana, alafu nyinyi mbona mnawinda, mnashindwa kuelewa kitu kimoja. Akamwambia sawa kaka, tumekuelewa, sisi tutarudi nyumbani, lakini kuna vitu ambavyo haviko sawa, na ndio maana tunakuwa tunahangaika huko na huko, hatuwezi kutuliza akili yetu. Sawa, lazima tupambanie kitu ambacho tunakipambania. Akamwambia, muda wote wao unaanzaga tu hivyo. Tunarudi hapo mwendo pili, tunaona kwamba nani hapa anaingia. Kuna mtu ambaye amefungwa macheni mengi kabisa hapa. Huyu Katona amefungwa macheni mengi kabisa, lakini kufungwa kwa cheni inaonekana kuna makosa ambayo aliyafanya. Na huyu Queen hapa ambaye anaongoza huu ufalme ndiye anamwambia, ulifanya makosa mengi sana, ndio maana ukaingia katika hiki kifungo, na bado unaendelea kuwa mbishi, hutaki kutoa ushirikiano katika mambo ambayo tunakuagiza. Sasa utaendelea kuteseka hapo mpaka lini? Nikamwambia, nitaendelea kuteseka mpaka kifo changu kitapokuja, lakini siko tayari kushirikiana na wewe, mpumbavu kabisa wa mwisho. Huwezi kuniagiza kwa chochote kile. Nikamwambia sawa, kama siwezi kukuagiza basi utakufa hivyo hivyo, na kuanzia leo basi nitasitisha huduma yoyote ile kwako, sio maji, sio chakula wala kitu chochote kile, na nitazima umeme. Utaishi kwenye kiza, utakaa na kiu, utafanya kila kitu humu ndani peke yako. Akacheka sana kwa dharau, akacheka. Akamwambia, nipo tayari kuangamia kifo cha mateso na adhabu yoyote, lakini sio kwa kushirikiana na mpuzi kama wewe. Huwezi kunitumikisha kamwe, na hizi cheni zako siku ukija kuniachia, basi mimi ndo nitasababisha mauaji yako wewe. Wakati wanaongea vile, akawaambia, mpeni adhabu. Basi wakawa wanavuta zile cheni, kumbuka zina umeme ndani yake, kwa hiyo wakikusanyisha kule wanampa shoti ni kama adhabu. Akawa anamwambia, yani nipo tayari kufa mateso ya adhabu. Akamwambia, na utakufa kweli? Yani ni kama jela fulani hivi ambao wamemtengenezea, ndio yupo hapo yeye anaugulia peke yake na maumivu. Kisha huyu binada akawa anatoka, lakini ni kitu kibaya sana ambacho namfanyia. Inaonekana alifanya matatizo makubwa sana, na ni mtu mwenye power ya kutosha. Imekuwa ni mmoja kati ya wale mashauri ambao lazimika kutumikishwa katika kazi za kigaidi, lakini yeye hataki peke yake kujiunga na hizo kazi. Tunarudi huko upande wa pili kubuza kwa Mparange. Anamwambia, hebu rudini nyumbani. Mimi mnajua sipendi kuwaona huku mkiwa polini mara kwa mara. Kwa nini mnapenda kuwa mpolini huku? Alafu watoto wa kike wenyewe. Alafu wewe Sikujua, wewe ndio unamharibu sana mdogo wako Sikuzani. Hebu muache basi apumzike nyumbani. Huku kuja huku ni hatari kwa afya yenu. Kwa sababu huku nyinyi mnawindwa. Kwa nini hamtaki kunielewa? Tumekuelewa sana kaka, lakini tupo hapa, kuna vitu ambavyo tunavitengeneza, na pia kuna wine ambayo tunataka kutengeneza kwa ajili ya Shifu. So tunataka kutumia majani ambayo yanapatikana katika hili poli. Sasa tusipokuja huku nafikiana ni ambayo mngeniagiza mimi ningeweza kuwaletea. Kwani mimi nafanya kila kitu kwa ajili yenu, kwa nini hamtaki kuelewa? Akamwambia, basi sawa, tumekuelewa. Wakati wananani wakasikia sauti hapa inaongea, kumbe ni Shifu, akawa anawaita. Akamwambia, mmefamia katika msitu, mnataka nini? Akamwambia, samahani Shifu, ni wale zangu walikuja huku pasipokuwa na taarifa, ndipo nilikuwa nakuja kuongea nao mara moja. Akamwambia sawa, basi mwambie sio wanakuja mara kwa mara, kwa sababu huku ni hatari sana, na huku ni sehemu ambaye ya vita muda wote. Akachomoa panga pale, sijui anataka kuwazuru, lakini kumbe kuna kitu alikuwa anaonyesha. Huu panga uliwahi kutumika katika shauri moja hivi, na huyu shauri alikuwa anatumia master mmoja ambaye siku anakufa ndipo alimkabidhi upanga, na jina lake niliandika katika haya magome. Huyu mzee alikuwa ni hatari kabisa, alikuwa anaweza kupiga Dragon Chief Master ambaye alikuwa anawaangamiza watu wote. Akipiga pigo moja watu 100 wanaweza kuteketea kwa wakati mmoja. Sasa akamwambia, huu panga nakukabidhi kijana, tuma huo panga hapo, angalia namna ulivyotumwa. Akaupima, akaupokea hapo, piga tu chini kwanza. Akaona power yake, upanga wenyewe uko na nguvu ndani yake ya kutosha. Dada akajaribu pale kutupa hicho kibuyu, alipotupa akakipokea kwa upanga, alafu akakileta hapo.
angalia, unaweza kusema ni mambo ya uongo, lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Ni karate master, kung fu plays master, ni vitu ambavyo unavifanyia mazoezi mpaka vinakuwa. Sasa unaweza kufanya kitu chochote kile kupitia hizo kung fu master. Ndipo hapa wanaamua kurudi nyumbani siku zani na siku hiyo pamoja na kaka yao, baada ya kukaa katika muda mrefu katika hili poli. Wanarejea nyumbani sasa kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ndipo wakati wao wanarejea nyumbani, tunarudi kupanda pili, tunakuta huku watu wanapigana. Nyamisumi Nyamisumi yupo, kuna kundi lake wanapigana kweli, kuna vita ambayo imetokea huko. Au naambiwa hapa mapambano, naambiwa turudi nyuma tukimbie. Wanakimbia tu upande wa pili hapa. Nyamisumi ni mkorofi kweli kweli. Akawa anaambia kuna sababu gani ya kupigana? Hawa ni wazee wa vishado fulani hivi. Huyu anaitwa Pimpin. Musa Pimpin kama kutana hapa, anaambia sasa hakuna kutoka mtu, nobody in nobody out hapa, mtu lazima afe, kifo mkono. Sasa tumeelewana? Akamwambia ndio. Sasa nipigie hao watu leo, hakuna kwa kukimbilia, hakuna kwa kutoka. Akasema tunapambana ndugu zangu, twende. Zisha hiyo danki moja hii hapo hatari. Sasa ni mtu kweli, piga moja hivyo, kia panga bila ka dance hapo, piga watu wote chini. Akabaki Nyamisumi bana. Nyamisumi akamwambia sasa mimi na wewe. Sasa huyu dada kumbuka nani hatari, lakini akapigishwa moja matata. Dance kule, piga moja hiyo. Sasa leo tunaweza tukampoteza, lakini kweli hapana. Jamaa na danki kweli, inaonekana Karatina hii ipo mkononi. Tokea mzee wa kibuyu hapa. Hapo Batamu ametokea Amul akamwambia sasa Nyamisumi, unaweza kwenda nyumbani, huyu paka wacha nicheze naye kidogo, nimfundishe namna kwa makini. Akamwambia usijali kuhusu hilo, huyu amenipige sana. Akamwambia usijali, nipo tayari hapa, nipo kwa ajili yako na nitapambana naye bwana. Kitu ambacho kinaenda kutokea hapa ni noma. Toa kwanza ile panga moja afu akaeka hapo. Akamwambia kwa nini unapigana na watoto wa kike? Na kuuliza. Akamwambia nyinyi ndani nyumbani au sogeeni nyuma, nimuonyeshe kwanza huyu Pimbi, kuna kitu nataka nimuonyeshe. Mzee wa vishoka akamwambia leo lazima nikukate vishoka, wasubiri uone hapa ni kitu gani ambacho nataka nikuamshia. Akamwambia hoja nijua bado, mimi ndo Crazy Kung Fu Master Solomon, niliochaguliwa kumiliki shauri na kuzirejesha shauri zote kwenye mikono yangu. Akamwambia kumbe hujamjua bado, njoo na vishoka vyako. Sikuzani anajiamini jamaa, kaleta kitu chake kwanza, piga moja hii kishoka kule, afu shika fimbo yake. Kumbuka hii fimbo amekabidhiwa na Master. Cheza hapo na hapo, jamaa na vishoka, peleka chafu wapi? Akamwambia leo hatujulikana nani Bimsa. Wewe nyanyua hapo, piga moja hiyo kumbe kina vishoka vyake. Piga moja hiyo hapo kwenda kule kabla hajainuka. Mwanaume huyu hapo anainuka. Nyanyua akampitishie, ngombe nikate shingo yako. Jamaa akabaki anashangaa tu. Nini wakati anamsamehe akajifanya amerejesha hivi, akatokea Master mmoja. Akamwambia kumbe ngoja sasa nikuonyesha kadanki hapo. Sasa huyu nampa zile fungu zake kabla hajaleta mambo yake. Piga moja kimbunga cha hatari hicho hapo. Huyu anaitwa Sultani bwana, amekuja hapa kuvamia tu. Akamwambia wewe ndio unaonea, wewe mwanangu, siku zote nakufundisha na kuambia kwamba kamavu katika mapigano, jua staili za kupiga. Akamwambia baba, nilikuwa naweza hii vita, wewe subiri bado ningeweza, naweza kumalizana. Kama kumalizana nayo wapi, tayari ushalamba katika shavu yako hapo, unatoa mchuzi hapo. Akamwambia kumbe, akalamba damu yake. Akamwambia basi subiri sasa nikuonyeshe show baba, huyu nitamwangamiza sasa hivi. Master akawa ametokea hapa. Wewe leo ametokea sasa, kafunga kitambaa cheusi hapo kwamba hataki kuona, alafu napiga gita taratibu. Hii ni dharau, bonge la dharau yani. Napiga gita taratibu afu anasikiliza music huko, akawa anafanya maangamizi yani taratibu, hana hata pressure. Piga hii hapo, panga moja hapo, mpigie gita hii hapo, kapangua chafu chana mpaka mti. Huyu jamani noma. Usijua ametokea wapi, anakuja kupingana pale na Said. Shuhudia ilo panga ilo mwanaume kata nywele hapo. Kata nywele kwanza kwa mara ya kwanza, kamtoa wengi hapo. Jamaa anakuja na lungu lake, akasema yes leo kazi ninayo. Kaka anamwambia kaka jiangalia kina sikuzani. Anamwambia tulieni nyinyi naonyesha show. Jamaa anapiga gita kweli yani, huko wanaume wanakuja kweli. Jamaa anahisi kama kuzidiwa, jamaa anapiga gita kweli hapo na cheese hapo. Wakawa wameingilia sasa, kaona kaka anataka kuzidiwa. Sikuzani na sikujua wameingia kati pale, peleka mashambulizi kweli. Amuli ana dance kweli. Ili pigo ni kubwa aliwezi. Akamwambia kaka wana dance pale, piga jamaa, shika cheni, vuta kabisa, mvuta dada mtu hapo, piga moja ile. Dragon Master anataka kupiga ile pale higo, akaikataa. Jamaa na lungu lake, piga ile hapo nyenyeka, akaikataa. Piga hiyo hapo lungu chafu. Angalia kitu ambacho anamletea hapo. 1 2 3 cheza hapo, kitu ambacho anampelekea hiki hapo. Kadansi moja hii hapo, kampa moja babu kubwa.
Akamwambia wewe umempiga baba yangu, akaja na nani zake ovyo ovyo, cheki kilo panga ile kabisa na mashauri, kata mkono kwanza. Bwana yeye ni Bala Blue, kata mkono kwanza, weka kule. Anakuja hii hapa, pigwa nao na mnyororo na masisteri hapa. Sikuzani huyu anakuja anamaliza kazi hiyo. Tua kule na baba yake hoi. Akamwambia yes, mnasemaje hapo? Alafu anashika ile pale, alimwambia ticha yake hii, baada ya kumaliza kazi unajipongeza. Ana drunk pale, akamwambia nakakuwa na uwezo wewe. Akamwambia wale wajinga tu, siwazi wani. Kuja mwanaume wa gitaa huyu hapa, piga gitaa yake huyu hapa. Shadow akanyanyuka hapo, wameungana hapo. Angalia sasa hilo gitaa hilo, jamaa mkono hana. Aisee, bonge la Bala Blue akashika hizi hapo sasa. Akasema sasa mimi na wewe leo hafebunda leo watajulikana tu kitu kimoja. Akamwambia kaka kwa makini, alishika kitu hapo alafu kujua kama ameshika ni mkono. Akamwambia kaka kwa makini, anakuja. Akamwambia usijali, jamaa amepigwa pale moja, kumbe amepigwa panga moja pale hatari sana. Huyo jamaa naye amepigwa kwenye moyo, wewe unadunda tu. Aisee, hilo hapo bonge la ngoma. Akamwambia sasa kama kweli kuna mwanaume ambaye anajiweza aje hapo. Moyo hapo shatolewa, yule jamaa mwenye gita pale, moyo shatolewa uko chini hapo. Hii ni episode ya kwanza, tukutane katika episode ya pili hapa. Inaitwa Crazy Kung Fu Master.